kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Si mmekiona? Wangapi tarehe 29 wanasema wanaenda na Kapanya? Nyosha mikono juu. Sasa waje wamuone mke wangu na wao wanakuja nyumbani anawapa chai. Asante sana mama watoto. Ninawaombeni tarehe 25, tarehe 29. Munichague niwe diwani wetu wenu wa kata ya Sabasaba. Na ninaomba wananchi wote wa kata ya Sabasaba na viungo vyake tarehe 29, uwe Chadema, uwe CCM, uwe CUF, uwe ACT Wazalendo, uwe Chauma, naomba kura zenu. Leo ndio nafungua kampeni, lakini nitaendelea na kampeni zingine ndani ya kata ya Sabasaba. Nitashukuru watu kama watatu katika halmashauri yetu ya mji. Cha kwanza, nimekuwa na mahusiano mazuri na mkuu wa wilaya wa Tarime, na nimefika ofisini kwake mara nyingi kumweleza changamoto za ndani ya halmashauri ya mji. Hata zile taa zilizokuwa zimezima pale ambapo wanafunzi wanavuka, nilienda kwa mkuu wa wilaya nikamweleza, na mwisho wa siku akaniambia, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wiki moja zile taa zitakuwa zimewaka. Na kweli baada ya wiki moja mkuu wa wilaya alinipigia simu na akaniambia taa zimeshawaka, na kweli taa sasa hivi zimewaka. Namshukuru mkuu wa wilaya kunisikiliza na kupeleka ombi langu na kulifanyia kazi. Lakini pia nimshukuru sana kampuni ya Chacha Soya ambayo ilikuwa ikifadhili chakula shuleni kwa wanafunzi wa... Niko mbele yenu kuwaomba ridhaa ya kuwatumikia ndani ya kata ya Sabasaba, kwa sababu kata hii ndani ya miaka 5 imekosa maendeleo kwa sababu ya usimamizi mbovu ambao aliyokuwa ameaminiwa ndani ya mwaka 2020 mpaka 2025 akwenda kusimamia yale wananchi waliomtuma. Badala yake akaenda kusimamia mambo ambayo wana wa kata ya Sabasaba yamewagharimu sana. Jambo la kwanza, kata yetu ni kata mama kama mwenyekiti alivyosema toka awali na viongozi wengine waliopita. Kata yetu ya Sabasaba imezaa kata ya Bomani, kata yetu ya Sabasaba imezaa kata ya Nyamisangula. Kipindi hicho hiyo kata ilikuwa ikiitwa kata ya Tarime mjini. Lakini kata hii ya Sabasaba leo imekuwa kata ambayo haina maendeleo, imekuwa ni kitovu cha kupigia madiri ya wanasiasa. Jambo la kwanza, mkiniamini mkaenda kunichagua tarehe 29 mwezi wa 10, nitashughulika na jambo la uchafu katika kata yetu mitaa 12. Kata yetu imekuwa chafu sana. Ukipita ndani ya kata yetu, ndio kata ambayo iko ndani ya halmashauri ya mji, ni kata ambayo inapokea watalii wengi na imejaa hoteli nyingi ambazo zinatuingizia kipato katika kata yetu. Lakini kata imekuwa chafu ambapo hata kipindupindu kikizuka, mlipuko wa kipindupindu tunaupata ndani ya kata ya Sabasaba, na shule yetu ya msingi itafungwa kwa sababu viongozi waliopo hawana ushawishi wa kushawishi watu wa kata ya Sabasaba ili kufanya kata ya Sabasaba iwe safi. Mkinipa ndani ya siku 60 uchafu utakuwa unazolewa kwa muda mwafaka, na kila nyumba ambayo inakusanya taka itakuwa kila nyumba inaweka taka na taka zinaenda kwenye dampo, kwa sababu tutatengeneza project nzuri ambayo tutatengeneza kikundi ambacho mimi nitakisimamia halmashauri pale, kipate mkopo ile 10%, tununue bajaji hizi 2 ili bajaji hizi ziwe zinazoa uchafu kwa wakati, kwa sababu pesa ziko pale halmashauri, watumishi tu ndio wanazichukua, hazifiki katika walengwa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mkiniamini mkanipa
nitashirikiana na wenyeviti wangu wa mitaa 12 ili kuboresha ndani ya mitaa, ili kuhamasisha wahisani, wafadhili mbalimbali, ili watoto wetu wa shule ya msingi wapate chakula kwa muda muafaka, na watoto wote ambao wako ndani ya shule ya msingi ya Sabasaba, hata wale ambao wana uwezo wa kupata chakula, wapate chakula kupitia mfumo wa diwani ambaye ataenda kuweka ndani ya kata ya Sabasaba. Na hilo jukumu naliweza, na nina uwezo wa kutembelea wafadhili mbalimbali na wakafadhili shule yetu, kwa sababu kata yetu inaongoza kwa wafanyabiashara wakubwa ndani ya kata ya Sabasaba. Jambo la tatu, nitashirikiana na wenyeviti wa mitaa ili kulinda ulinzi na usalama katika kata yetu ya Sabasaba. Ulinzi umekuwa ni hafifu katika kata yetu ya Sabasaba. Jambo lolote ukilitaka ulifanye vizuri, lazima ulinzi uwe salama ndani ya maisha yako. Hata unapopata uwekezaji ndani ya kata yako, wakikuta ulinzi ni mzuri, watazidi kuwekeza kwa namna ambavyo wewe na kamati yako ya ulinzi na usalama ndani ya kata yako, watu watakuwekeza kwa wingi. Jambo la 4, afya. Afya ni muhimu katika maisha ya binadamu. Afya ni muhimu katika maisha ya binadamu. Na jambo lolote unalolifanya katika maisha yako, cha kwanza lazima ulinde afya yako, ili afya yako iwe active, ufanye shughuli zako katika maisha yako ya kawaida. Mkinipa ridhaa, nitaboresha kituo chetu cha afya cha Chomete. Madawa nitasimamia kama diwani. Nitaongeza jengo la mama na mtoto, ili jengo lile likiongezeka pale, afya ndani ya kata Sabasaba itaimarika zaidi. Lakini kituo kile nitakiboresha zaidi ili kupata huduma sahihi kwa wakati na madawa kupatikana katika kituo chetu. Jambo la 5, mikopo ni sehemu ya kipato katika maisha ya binadamu. Na ili uendeleze shughuli zako ndogo ndogo, tunajua jamii yetu ya Kitanzania haina mitaji ya kujiwezesha ili kufanikisha malengo na kipato chao katika majumbani mwao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa mikopo 10% kwa wakina mama, inatoa 10% kwa vijana, inatoa 10% kwa walemavu. Na mikopo hiyo na fedha hizo zinafika halmashauri. Tena nazungumza kwa uchungu, kwa sababu mnajua mama zangu wanafanya biashara ndogo ndogo na mitaji na wakosa, wanaenda kukopa kausha damu, wanajikuta wanafanyia wale ambao wanawakopesha. Ni mkazi wa hapa Tarime. Wengine wanapenda kuliita Mr. Kanda Maalum. Kanda Maalum kwa sababu kila ninayoitoa ni kanda. Na kama uwakilishi makini, wabunge waende bungeni watoe shida za wananchi. Waongee shida za wananchi. Hivi kwa mfano nikiwauliza, ile daraja la Bugosi limetengenezwa kwa miti. Bugosi pale kwa Mwechi, ukiwa unavuka mto Moli unaelekea kule kwetu. Mimi nyumbani nilipata Nyandoto, Kanda Maalum pale. Ndio maana naita Mr. Kanda Maalum. Ile daraja limetengenezwa kwa miti, lakini ukiuliza bajeti yake wanakuambia ni milioni 280. How it comes? Inakujaje? Yaani miti milioni 250. Alafu bado kuna mtu anarudi anakuambia Msubati. Alafu mwambieni hivi, mpelekeni salamu. Mwambie hivi, Mr. Kanda Maalum amesema hivi, wewe sio Msubati. Mama yako ndio Msubati wetu. Wewe ni mjomba. Unatuita mjomba. Tumekupa heshima, uende bungeni, unaenda kuichezea. Unashindwa kuheshimu sisi ni wajomba zako. Unaenda bungeni, unaenda kufanya vitu vya ajabu, kutafuta upenzi wapya.
Alafu unasema ukopesha imani. Imani gani unakopesha? Tarime mnakopesha imani? Watu wa Tarime nauliza mnakopesha imani? Alafu kuna vitu hajui. Mimi ni daktari wa falsafa. Kuna kitu kinasema hivi. Trust is like a virginity. If it is broken, never back. Never back. Uaminifu ni kama bikira. Nafikiri watu wengi mnajua bikira. Uaminifu ni kama bikira, ikishavunjwa hairudishwi. Uaminifu ukishavunja haurudi. Asiombe kukopeshwa. Na watu wa Tarime, onyesheni msimamo wenu msimu huu. Mnakopesha imani maana yake nini? Hii ni nafasi ambayo mkimpa mtu awape matokeo kama Kibaki alivyowapa ndani ya miaka michache, kama wangu alivyowapa ndani ya miaka michache. Tarime, Mwenyezi Mungu akijalia mkalichagua, nataka kwanza tuitane, vijana, wasomi, wafanyabiashara, watu mashuhuri. Bahati tuliokuwa nayo kwa hivi vyakula vyetu tunavyokula, maavocado, madagaa, masamaki, tuko na watu bright. Na sasa mkoa wa Mara unaongoza kwa wasomi Tanzania. Ndio mkoa unaongoza. Unafuata Kilimanjaro, Zeni, Kagera. Tutakaa kikao cha wasomi na watu mashuhuri wa Tarime waliotoka. Kwa sababu Mwalimu Nyerere aliwahi kuulizwa, na alikuja Tarime kipindi fulani, akaulizwa, kwa nini hatuna barabara, hatuna huduma za jamii, wananchi wanateseka? Mwalimu Nyerere akamwambia nitarudi siku fulani. Hiyo siku aliporudi akaja na viongozi wakubwa sana mashuhuri ambao wapo serikalini. Akasema waulizeni hawa maendeleo yenu. Na sisi tunapaswa kuwauliza CAG, Chief Auditor General Kichere, popote ulipo unatusikia, Tarime haina hali. Umechangiaje jimbo lako? Kichere, umetoka Tarime, umechangiaje? Tutakaa tutazungumza na watu mashuhuri. Sio lazima hiyo serikali ilete msaada yao. Ishu kama ya stendi, eneo lipo, ambayo hicho ni kipaumbele changu cha pili, nitakuja nitakizungumzia. Kwa niaba ya chama changu cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, nipende tu kuwashukuru kwa muda wenu, kwa kuacha shughuli zenu kuja kutusikiliza. Niseme tu kwa uchache huu na kwa wingi huu, moja ya mambo ambayo tutakwenda kuyashuhudia ni tarehe 29 pale ambapo tutakwenda kuing'oa CCM madarakani na kuhakikisha chama cha Ukombozi wa Umma kinakwenda kushika dola. Ndugu zangu, nawashukuru sana wagombea hawa makini kabisa. Tunao wagombea katika kata zetu, na leo tupo katika moja ya kata ya mgombea wetu ambapo tunazindulia kampeni hizi. James Wambura, kwa majina naitwa James Wambura, mkazi wa mtaa wa Samaritan, kata ya Sabasaba. Mimi ni mwananchi ambaye pia nimeunga mkono chama cha Ukombozi wa Jamii CHAUMMA, chama cha Ukombozi wa Umma, kwa sababu nimeangalia sera za viongozi kianzia diwani, mbunge pamoja na rais. Wamekuja na sera tofauti na ambavyo tumezoea. Ukianzia kwa sera za diwani wetu, anatuhakikishia kwamba tutakuwa na Sabasaba safi, tofauti na ambavyo imekuwa kwa miaka mingi ambayo imepita. Lakini pia kwa mbunge wetu ametuainishia ya kwamba ataweza kuwa na uwakilishi makini na sio kujipendekeza. Na ni kweli wananchi wote tunafahamu ya kwamba wabunge wengi wamekuwa wakijipendekeza badala ya kuweka uwakilishi mzuri, na wale wamekuwa wakiweka uwakilishi mzuri wamekuwa wakiona kama maadui wakiuka sheria, ili hali wao ndio wawakilishi wema kwa wananchi. Lakini pia kwa mgombea wetu wa urais aliweza kunigusa katika kipengele kimoja cha ardhi, ya kwamba atapokuwa rais ardhi itamilikiwa na Mtanzania. Sisi wenyewe wakati fulani mimi nilipozaliwa ni Nyamongo, na Nyamongo tumekuwa tukinyang'anywa maeneo yetu kwa kuangalia kwamba kigezo kwamba mali ya ardhi ni ya serikali na si mwananchi. Kwa hiyo kipengele hicho kimekuwa kikituumiza kwa namna kubwa. Baada ya kusikiliza hoja hiyo, nimeikubali na nimeamua kuunga mkono chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Kwa majina naitwa Bokee John Manga, nakaa mtaa wa Iganana,
kata ya Sabasaba, kata mama, wametutumikisha kwa miaka mingi sana bila maendeleo yoyote, hususan kata yetu ya Sabasaba na jimbo la Tarime mjini kiujumla. Kipaumbele namba moja, ukija kwa mheshimiwa mgombea udiwani, ameahidi cha kwanza kabisa, kipaumbele cha kwanza atakwenda kusimamia kata yetu ni chafu sana, kwa ataenda kushughulikia swala la usafi ndani ya kata yetu. Mkazi wa Nyagisesi Nyandoto, mimi nimeamua kuchagua chama chetu cha Chauma. Tumeona kwamba kitatusaidia, kitatukomboa, kitasaidia na wana Tanzania wenzangu. Sisi huyo mwanamke tunaletea kwenye boksi, hatuwezi kukubaliana na maneno yake. Samia anatuletea kitu ambacho hatujui ni kitu gani tumewekea kwenye gunia. Tumeamua kuchagua mbunge wetu Dr. Rioba Zakaria, ndio tutampigia kura na mwenyekiti wetu. Sina mengi, ni hayo tufanya. Tunampa kura mtaa wetu wa Sabasaba. Diwani tunampa kura kata yetu ya Sabasaba, ndio tunayemchagua kuwa diwani wetu. Ana wankuru ni mtawa mimi mkazi wa Sabasaba. Kama siku tumeona tunateseka, tumeona tuwape watusaidie wa mama.